Mtazamaji wa Chemba Talk Show, mara baada ya kuweza kuangalia tamthilia fupi ambayo ilikuwa na episode 2 tu iliyopita, na sasa tuna tamthilia nyingine. Leo tunazungumza juu ya Penzi la Kichawi. Penzi la Kichawi ni tamthilia gani ama drama gani hii? Ndani kuna drama, kuna mapenzi, lakini pia kuna jamii, lakini pia kuna uchawi ndani yake. Nikwambie tu kwamba mtazamaji wa Chemba Talk Show, wahusika wakuu katika drama hii ni Neema. Huyu ni msichana mzuri ambaye anayependwa na watu wengi. Lakini pia kijana Frank ni kijana anayempenda Neema kwa dhati, lakini hana uwezo mkubwa wa kifedha. Je, atafanyaje? Segele gani atalifanya Frank, mtazamaji? Lakini kuna Victor, yeye ni mfanyabiashara tajiri anayemtamani Neema kwa nguvu zote. Lakini pia kuna Mama Nguvu, yeye ni mganga maarufu kabisa wa kienyeji. Asha, rafiki wa Neema. Mzee Juma, baba wa Neema. Lakini mchungaji Paulo, yeye ni kiongozi wa dini ambaye anaipinga ushirikina kuweza kufanyika. Sasa katika sehemu hii ya leo ama dakika hizi ambazo utapata kusikiliza, penzi lisilojaribiwa. Victor anaonekana anampenda Neema, lakini Neema hampendi Victor. Victor anamwambia Neema, Neema, naomba unipigie bwana. Naomba unipe nafasi ya moyo wako, kwani nakupenda sana. Neema anamwangalia Victor, unajua wasichana vile wanapomwangalia anamwangalia, anamshusha, anampandisha. Samahani Victor, huwezi kuwa na mimi, siwezi kukupenda hata kidogo, yani haitotokea. Neema anasema namna hiyo, unajua yale maneno yao. Victor anakasirika kwa jibu ambalo alomwambia. Anaona Frankie ndiye anayekaribiana na Neema. Sasa Victor anaelekezwa kwa mganga kienyeji na Mama Nguvu. Umeona shughuli inaanzia hapo. Yaani Victor baada ya kuona kwamba anakataliwa, inabidi aangalie mbinu mbadala. Je, anafanyaje ili aweze kumpata Neema kwa njia yoyote, iwe ya kumbaka ama uchawi ama namna gani? Ndivyo ambavyo jina la tamthilia hii linakuja hapa, Nguvu. Ama kama ambavyo nimesema hapo mwanzo, Penzi la Kichawi. Sasa mara baada ya kuelekezwa kwa mganga kienyeji aitwaye Mama Nguvu na rafiki zake, kuna rafiki yake mmoja kwanza anamwambia, we Victor, we nini wewe, kuna mganga mmoja anaitwa Mama Nguvu, nenda hapo utaweza kumpata huyu Neema. Victor, kweli ndugu yangu? Anambia ndio kweli, nenda nipeleke. Unajua wakati mwingine unapompenda mtu, yani akili zako zinakuwa zinatoka. Hapa anaenda kwenye ushetani. Sasa sikiliza kinachofuata. Sasa sehemu inayofuata, baada ya kuelekezwa kwa njia ya giza, Victor anafika kwa Mama Nguvu. Anamwambia, Mama Nguvu, nimekuja. Mama Nguvu anamjibu, unataka nini mwanangu? Umekuja hapa kwa ajili gani? Victor anamwambia, mama, namtaka Neema anipende hata kama kwa nguvu za kichawi, maana kila anapomwambia hanikubali. Basi Mama Nguvu anaonekana, mwanangu, njoo kidogo, anamuita, anamwambia kaa chini hapo. Anakaa. Mwanangu, umempata. Sawa. Sasa Mama Nguvu anaonekana anampa hirizi na masharti ya siri, anamnongoneza. Sisi hatujui kama amemwambia nini. Lakini baada ya hapo Mama Nguvu anamwambia, kumbuka penzi la uchawi lina gharama Victor, unakubali? Victor anajibu, ndio nakubali bibi, kwa gharama yoyote, lakini yule Neema lazima nimpate. Unajua vijana tukikamiaga Sasa kadiri mambo yanavyoendelea, mapenzi yanakuwa ya ajabu. Baada ya kutumia zile nguvu za giza, uchawi, Neema anaanza kubadilika taratibu, anamfuata Victor kila wakati. Kumbe uchawi unafanya kazi bwana. Frank anashangaa, kampataje? Frank anamwambia, oya Victor, huyu sio ndo Neema ambaye alikupa jibu baya? Victor anambia, ndo huyo, huko anacheka. Frank anajibu tena, anamwambia tena, huyu ndio Neema ambaye namjua mimi? Neema anaonekana kama mtu ambaye alipoteza uhuru na maamuzi yake, sio Neema huyu. Sasa sehemu inayofuata bwana, wivu wa hatari sana. Asha anagundua kuwa kuna jambo si la kawaida. Wakati huo mwanamke mwingine anatumia uchawi kupata kazi
katika kampuni ya Victor. Unajua Victor ni doni, yani usione hivyo, sijakwambia pale awali. Victor yeye ni doni, ni tajiri kweli kweli. Yani doni hapa mjini. Kwa mfano Singida, sijui nani hapa umwambie, sijui bao saini sijui nani. Yani doni kweli kweli. Sasa na yeye Asha anagundua kuna jambo sio la kawaida. Wakati huo kuna mdada mmoja naye anatumia nguvu za kichawi ili kupata kazi katika kampuni ya Victor. Ujumbe unaonyesha watu wanatumia uchawi kwa sababu tofauti tofauti. Sijui umeona Sasa siri imefichuka bwana. Asha anamfuatilia Victor. Anagundua picha ya Neema imefichwa kwenye chungu cha uchawi. Asha anaangalia ile, unajua anaangalia anaogopa. Kumbe ndio Asha sasa anasema, kumbe ndio maana Neema yuko hivi siku hizi. Neema amerogwa, naenda kumwambia. Unajua akaenda kumwambiaje? Uchawi, malipo ya uchawi hayadumu. Victor anaanza kupata matatizo. Biashara zake zinaanza kuyumba. Anaota ndoto za kutisha sana kila siku. Mama Nguvu anamkumbusha na kumkumbusha mara kwa mara. Nilikwambia kila uchawi una malipo yake. Unakumbuka ile neno nilikwambia Victor? Maana baada ya kuona hayo, Victor alirejea kwa Mama Nguvu. Alimwambia mbona sielewi, naota mandoto ya ajabu, biashara zangu zinapungua. Akamwambia unakumbuka nilikwambia kila nguvu ya uchawi ina malipo yake. Sasa malipo ndio hayo. Sasa mapambano yanaendelea kati ya Frank na Asha. Wanamwendea mchungaji Paulo. Wanaanza kupambana kuokoa maisha yao ya Neema. Na Neema anaendelea kudhoofika siku hadi siku. Sasa siku moja bana, hirizi ile inavunjika. Baada ya juhudi nyingi, hirizi ya Victor inakaribiwa na Neema anarudi katika hali yake ya kawaida. Kwa maana ya Victor ile hirizi yake imevunjika, imepotea. Neema sasa baada ya hapo anarudi katika hali yake ya kawaida. Anashangaa kujikuta akiwa karibu sana na Victor. Neema anasema nilikuwa nafanya nini? Ilikuwaje hadi ilikuwa hivi? Sasa hapo usiniulize kwamba katika kipindi hicho ambacho amemkubali, je, mambo alifanyika ama hajafanyika, wala mimi sitaki uniulize. Sasa kwenye dhahiri kuna siri. Siri zote zimefichuliwa. Neema anajua ukweli, Victor ndiye aliyemroga ili ampate. Anahuzunika sana. Neema anasema, huo sio upendo. Anamuita Victor, anamwambia, Victor, huo sio upendo. Huo ni utumwa. Victor, ilitakiwa wewe uniombe kawaida kama ambavyo ulivyoniomba. Nimekataa basi. Victor anaungama na anaomba msamaha. Neema, naomba unisamehe. Penzi ni kitovu cha uzembe. Nilikupenda sana na nilitamani nifanye kila njia, na hii ndio nimeona njia yangu halali. Neema anapiga magoti. Naomba unisamehe. Sasa penzi la uchawi hushinda. Victor anajaribu kurekebisha makosa yake. Anagundua kuwa mapenzi ya kweli hayawezi kulazimishwa. Neema anamchagua Frank kwa sababu alimpenda bila uchawi. Yani katika hao Frank alikuwa na mapenzi kabisa na Victor na Neema. Sasa mwisho Victor anasema, nilitaka penzi kwa njia ya mkato, nikapoteza kila kitu. Kumbe kweli penzi halinunuliwi wala halirogwi. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, mapenzi ya kweli yanahitaji heshima, uaminifu, ridhaa ya wote wawili. Njia ya kulazimisha au kudhibiti hisia za mtu huleta madhara na huzuni badala ya furaha. Naomba mtazamaji